Sasa miongoni mwa mepesi hayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kuna kifaa kinaitwa simu. Leo simu imekuwa kama kiungo katika mwili wa mtu. Yaani mtu akisahau simu nyumbani anahisi kama amesahau mguu wake ama mkono wake. Leo hii simu imekuwa ni mwizi wa kutapeli muda wa watu wengi sana. Leo mitandao ya kijamii imeleta madhara makubwa sana, na ndio maana tukaamua kukumbushana kabla hatujazama sana, kabla hatujazama kwenye hayo mambo, tukaharibiwa maisha, tukaharibiwa kisaikolojia. Kila mmoja anatakiwa azinduke mapema sana kuangalia namna gani ya kuweza kujirekebisha. Leo tunapokaribia kukaa kwenye simu zaidi ya masaa 8 kwa siku, hebu tujiulize, simu inatujenga ama inatubomoa? Leo mitandao ya kijamii imechukua sehemu kubwa, na watu wa mitandao wamechukua fursa hiyo kujiingizia pesa, na watu wanakuwa na presha tena. Watu baada ya kutafuta pesa ya chakula wamepata pesa, mabando imechukua sehemu kubwa sana ya maisha yao. Ingawa mitandao ya kijamii TikTok, YouTube, Instagram, Twitter ina faida zake, inatoa taarifa, inakuunganisha na watu mbalimbali, lakini ina changamoto kubwa kabisa katika ustawi wetu wa leo. Kwanza, tukiangalia kwenye upande wa pesa, kila mmoja leo, hasa vijana wenye smartphone, kila mmoja anataka aingie mtandaoni. Aidha anaweza akaenda kwa siku shilingi 2,100, bando la wiki moja. Bando la wiki moja hata masaa matatu aliishi, 2,100 ile tayari imekwisha. Anaingia tena katika utumwa mwingine wa kutafuta pesa, aweke bando tena dakika kadhaa ameingia TikTok, pesa yake imekwisha. Watu wa mitandao wakaona wakawaletea sasa mabando ya ofa, wakawaletea unlimited. Mtu anakuweka ndani ya mwezi shilingi 100,000, anaweka shilingi 70,000. Ukiweka 70,000 unapata PS 30, unadownload vitu kwa haraka. Lakini ukiangalia, ukishamaliza mwaka mmoja, yani zile bando ambazo wewe unaziweka kwa ajili ya kuangalia hayo mambo, mataarifa, mambo mbalimbali, ukiyapiga mahesabu ndani ya mwaka mmoja, kwa mfano ukiweka shilingi 1,000 kila siku kwa mwezi 30,000, ndani ya mwaka 300,000 unatumia 300,000 na zaidi. Watu wanaweka 70,000 kila mwezi, mwaka mzima ukisha mtu anatumia mpaka 800,000, na wanaweka 100,000 la bando. Ndani ya mwaka mtu anatumia 1,100,000 na 20,000, 1,100,000 na 200,000. Hayo yote kwa sababu gani? Huyu ameingia katika uraibu wa mitandao. Afadhali ingekuwa ule mtandao anatumia kama ubao wa kumkaribisha kwa Mola wake, kwa sababu alhamdulillah neema hiyo ina pande mbili. Kama ilivyokuwa kisu kina uwezo wa kukata nyama, lakini kisu kina uwezo wa kumkata mtu kutegemea na matumizi yako wewe mwenyewe. Ikiwa mtu atatumia pesa yake shilingi 2,100, wewe muangalie Uthmani mahali mabadilishe imani yake, alhamdulillah ni jambo bora. Lakini sehemu kubwa watu wanatumia mitandao, wanatumia mabando, wanaingia TikTok kutwa kuangalia video fupi, kuangalia muziki, kuangalia mambo ya kufurahisha, mambo ambayo kwanza yanakula muda ni thamani kubwa kabisa katika jamii yetu. Pesa zinatumika, pesa nyingi ndani ya mwaka, ndani ya mwezi mmoja tu mtu anatumia pesa 200,000, anatumia pesa 70,000, anatumia pesa shilingi fulani. Lakini mkalishe chini, ndio tupige mahesabu. Umepiga mahesabu, umetumia shilingi ngapi? Nimetumia 300,000, 200,000. Haya, katika 200,000 ambayo umetumia katika bando, tuweke huku faida gani ambayo umeipata katika simu yako? Mtu akwambia jambo lolote, kwa sababu yeye mmoja ameangalia kama kudistalation. Unakaa katika simu muda mrefu na scroll, unaangalia vitu, mtu anajiona kichwani ana mambo mengi, kumbe ana jambo lolote, masaa mengi amemaliza kuangalia katika kioo. Sasa yanayoangaliwa mule yale ni mtihani mkubwa kabisa. Wanaume
watoto wa kike, wadada, watu mbalimbali, mpaka tena sasa hivi watu wazima wanachukua simu za mkopo. Mtu yuko chumbani na mke wake, wazee, alafu wanaimba wimbo, wanaangalia vitu vya ajabu kabisa, wanafanya vitu vya kushangaza kabisa. Hivyo ndio ambavyo watu watapata malaiki. Mtu analizika kabisa, leo angalia video yangu nimeposti na masaa mawili tumepata like kadhaa, angalia video yangu na masaa mawili nimepata comment kadhaa, channel yangu itakuwa kubwa sasa hivi. Apati chochote zaidi ya kutumia pesa. Lakini pesa zile aliamua kuzibadilisha, akatumia wazazi wake, akatoa sadaka, akanunua vitabu vya dini, angepata manufaa makubwa mno, angepata faida kubwa sana kuliko kuchukua pesa kuingiza katika mtandao, alafu kile unachokiangalia hujanufaika nacho. Tokea umemiliki smartphone, kitu gani ambacho kimezidi katika kichwa chako ambacho umeingia katika mtandao ukapata manufaa nacho? Leo ukiingia katika mitandao utakuta mtu mmoja ana marafiki zaidi ya 1000, lakini marafiki hao hawana manufaa yoyote na yeye. Mara ngapi tumetumia mitandao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mara ngapi tumetumia simu zetu kwa ajili ya kusikiliza Qur'ani? Leo watu Qur'ani imepuuzwa, mitandao iwe ndiyo sababu ya wewe kukutoa hatua moja, kwa sababu alhamdulillah Mwenyezi Mungu amejalia. Ukiingia katika Play Store mbalimbali unakutana na vitabu vya dini. Ukiingia YouTube watu wanafundisha dini, watu wanafundisha mpaka ile alifu, kuanzia alifu ya kwanza wanafundisha alhamdulillah, tena kwa umakini na utulivu mkubwa sana, mpaka mtu anamaliza juzu amma yake. Mtu anasoma vitabu vya fiqh tena mpaka lugha. Ukitaka kujua kuzungumza Kiarabu, ukitaka kujua fiqh, ukitaka nahau, ukitaka sarfu, ukitaka balagha, tena watu wamekuja mbali mpaka mantiki katika mtandao. Watu wanafundisha kwa utaratibu mkubwa kabisa. Kwa nini sasa utakapoamua kutumia simu yako sasa usiitumie kwa ajili ya kuangalia mambo haya? Wewe unaingia mitandaoni kwa ajili ya kuangalia vichekesho, unaingia mitandaoni kwa ajili ya kuangalia watu waliokuwa uchi, unaingia mitandaoni unaangalia vitu ambavyo havina manufaa na dunia yako wala akhera yako. Unamaliza kuangalia maisha ya watu ambao wale hawakujali kabisa. Yaani muda wote wewe unaangalia maisha ya watu ambao hawakujui au hawakujali, hawana mpango na wewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuuliza siku ya kiyama kuhusiana na neema hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Ndugu zangu Waislamu, simu na mitandao imetuletea magonjwa makubwa sana. Miongoni mwa magonjwa hayo, vijana wa leo kwanza wanaogopa kukaa bila simu angalau dakika 5 tu peke yake, wanakuwa na wasiwasi, wanakuwa na mfadhaiko, kwa sababu wanaangalia maisha ya gharama ya watu. Mitandao imekuwa ni sehemu ya kudanganya. Mtu anajiposti ana nyumba kubwa, kazi anayoifanya aidha umalaya, na mtu kabisa anapromote kabisa shoga. Unaona mtu kabisa anaingiliwa kinyume na maumbile na watu mbalimbali, anajipromote katika mitandao. Watu wanatamani huyu mbona afanye kazi ya maana, shoga tu afanye kazi ya maana, umalaya tu afanye kazi ya maana, amejenga majumba makubwa. Kwa hiyo kijana akiangalia mambo kama yale yanampa hamasa alali. Mbona wenzangu wadogo, yule ana miaka 18, yule ana miaka 22, yule ana miaka 25, ana mafanikio makubwa, anatembelea magari makubwa, kumbe ni uongo. Ameamua tu kukodi vitu vya watu. Mtu anaamua kujirekodi. Mtu wewe unaingia katika pressure kubwa kabisa, bando lako mwenyewe unajidanganya. Hauwezi kukaa dakika 2-3 unawaza namna gani wewe utapata mafanikio. Dini yako unaiacha pembeni, wewe unaingia katika mitandao. Mwisho wa siku unaingia katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayataki. Leo tunaona mambo ya uongo yanayofanyika katika mitandao. Katika mitandao ukweli ni 2% tu. Watu wengi ambao wako online, utakuta mtu ameweka filter, alhamdulillah, unaona mtu ana maisha mazuri. Mtu ameweka filter, sura yake nzuri, amependeza, mtoto wa kike, sura yake nzuri, amependeza, mwanaume anafanya jambo kadha. Wewe ukilinganisha ngozi yako na ile ya filter kwenye mtandao, uongo ule umeshadanganya tayari.
ndio utakuta mtu anaenda masokoni anaanza kununua vipodozi na yeye awe kama watu wa mtandao. Tena mambo haya mpaka kwetu katika hali zetu mambo haya yamekuwa ni jambo la kawaida kabisa, mpaka Masasi watu wameanza kuwa ma content creator, yani watu ambao wanatengeneza maudhui, tena maudhui ya ovyo kabisa. Watu wameharibiwa kwa sababu hawa kabla hawajawa ma content creator hapa walianza kuona kwanza watu wa Kenya, watu wa Dar es Salaam wanafanya challenge mbalimbali, wanafanya mambo mbalimbali. Vijana ambao wanachipukia wanafungua channel zao, tunawaona wanatembea mitaani, wanakuta dada zetu wanaanza kuuliza maswali ya kijinga, wanaanza kuuliza maswali ya kuchochea zinaa, wanaanza kuuliza maswali ya ajabu, wanaanza kufanya vitu ambavyo havina msingi wala havina maadili. Haya yote kwa sababu gani? Mtu ameweka bado lake kwenye simu yake, anaona fulani anafanya jambo fulani na yeye anaamua kulifanya jambo lile bila kujali, bila kuona aibu, bila kupata maslahi yoyote. Wenzako wanafanya, labda atapata TikTok yote kwa kubwa, atapewa matangazo, atapata pesa. Wewe wa Masasi, nani atakupa tangazo ukapata pesa? Mambo mangapi mazuri ya kimaadili ukiwa kama content creator, ukatengeneza ukacreate kitu cha maana, kitu cha maadili. Kama Muislamu kawaida mashekhi wakazungumzia kuhusiana na mambo ambayo yanazunguka duniani, ukaenda ukawasaidia watu, kuna watoto yatima, ukafanya mambo mbalimbali, lakini unasimama barabarani unakutana na dada zetu. Siku moja niliona klipu moja hapa kwetu hapa, dada amevaa ushungi, alhamdulillah yuko vizuri, tena tunafahamiana naye, ni mtu wa madrasa, amesoma dini kabisa. Anakuja anamuuliza swali la kipumbavu kabisa, alifai hata kulizungumza hapa. Ni mambo ya ajabu mtu anaweka mtandaoni na wala ajali kabisa. Haya yote ndugu zangu, tumefanikiwa kufika hapa kwa sababu ya mitandao. Hakuna kitu kibaya kama mtandao. Leo mtandao ukizungumza neno moja, kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokaenda Mi'raji, alimwona mtu, yule mtu alizungumza neno, anazungumza neno, lile neno akizungumza anashindwa kulirudisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomwona yule bwana akitamka neno anajuta na anatamani neno lile kujirudisha katika moyo wake, anatamani kulirudisha katika tumbo lake, anatamani kulirudisha lile neno, lakini linashindikana kabisa. Hayo ndio ambayo leo yanatokea katika mitandao yetu ya kijamii. Watu wanatamka maneno, mtu anatukana katika mtandao, mtu anazungumza neno kadha wa kadha, ameposti. Baada ya muda kidogo anaona comment chafu, watu wanamwambia vibaya, anatamani kufuta, inashindikana. Wangapi wameathirika kwa sababu ya mitandao ya kijamii? Mtu amerekodi video chafu, yuko peke yake au yuko na familia yake, anarekodi video yuko uchi kabisa, amevaa nguo ya ndani, inaonekana kila kitu kinaonekana, kila mmoja anamwambia, anatamani kufuta, anafuta katika akaunti yake, lakini tayari neno limeenea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, watakuja watu katika umma wangu watalifanya jambo, lile jambo watatamani kulirudisha, lakini itashindikana. Mtu anakaa miaka mitatu, miaka minne, ametubia labda au ameacha mambo yale, akija kuonyesha video yake anadanganya, hii sio mimi huyo, yale ambayo aliyazungumza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi pamoja na wewe, kama tutokuwa makini katika hii mitandao, tutatumia pesa, na hizo pesa na mitandao yetu itakuwa ndio sababu ya mimi na wewe kuangamia katika maisha haya ya dunia na kesho akhera milele. Ndugu zangu katika imani, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamee makosa yetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutumie mitandao kwa ajili ya kutafuta radhi zake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahifadhi vizazi vyetu, kwa sababu tupo katika hali mbaya sana, hali ambayo msaada wake bila kuombea dua hatuwezi kufanikiwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Watukufu ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kwa mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu, katika hotuba ya kwanza tumeeleza tulioeleza, lakini kubwa zaidi tunachohusiana katika Ijumaa yetu ya leo, tutumie mitandao yetu, tutumie mabando yetu, tutumie simu zetu kwa umakini, lakini kubwa zaidi ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, kwa sababu kila unachokiangalia katika kioo ujue, utambue siku ya Kiyama utasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuulizwa. Kila sekunde moja ambayo umeitumia inahitaji majibu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa umeingia mtandaoni kwa maksudi kabisa, ukaandika kutafuta mziki, ukaandika kutafuta filamu mbalimbali zisizokuwa na maadili, ukaandika kutafuta picha mbalimbali ambazo zinaua imani, jua moja kwa moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza. Na ikiwa Mwenyezi Mungu hataridhishwa na majibu hayo, lazima utatoa fidia, utaingia katika moto. Miongoni mwa mambo ambayo leo jamii yetu imezama, leo jamii yetu imeathirika waziwazi na mambo yanaonekana ni video za TikTok, video fupi fupi. Imeingia mpaka katika maisha yetu ya kawaida. Hili ndio janga ambalo tunatumaliza kimya kimya, ugonjwa huu wa kutaka vitu vifupi vifupi vifupi. Leo mtu anapoingia katika TikTok hawezi kumaliza video iwe ya mawaidha, iwe video gani, ikiwa kuanzia dakika 5 na kwenda mbele, video hiyo hawezi kuimaliza. Yaani yeye sijui anatafuta nini, ameingia mtandaoni, ameangalia video, amepeleka video, amepeleka masaa na kwenda tu hapo, anatafuta nini mwenyewe hajui. Na kila video moja ambayo ataiangalia lazima atafute na comment yake, angalie watu wamesema nini kuhusu lile. Mtu anaganda mpaka anatoka katika programu ile, hakuna chochote ambacho ameambulia. Hiyo hali imepelekea mpaka katika maisha yetu ya kawaida watu wanapata msongo wa mawazo, kwa sababu unapoingia katika mtandao wenye video nyingi unakutana na mamia ya taarifa kwa wakati mmoja. Ubongo wako hauna uwezo wa kuchakata taarifa zote zile kwa mara moja. Ina maana kwamba umeingia katika TikTok, umeangalia habari za kufurahisha, umecheka, umeangalia habari za kuhuzunisha, umehuzunika, umeangalia habari za Mungu, umeangalia habari, kila habari, mamia ya habari kwa siku, kwa wiki, kwa mwaka. Unamaliza mamia ya habari, unaupa ubongo wako kuchoka, hautokuwa na uwezo wa kuchakata mambo. Ndio utakuta mtu anakuwa na mawazo yasiyokwisha, anawazaiki, akikumbuka video ile, akikumbuka kile, akikumbuka kile. Mtu anakuwa na ugonjwa wa kusahau taratibu, macho yake yanapoteza mwanga wa kufika mbali. Wakati mwingine mtu mpaka macho yanawasha. Kwa sababu gani? Wakati wote yuko kioo tu kwenye mwanga, anaangalia jambo moja, ubongo wake unaharibika, macho yake yanapotea, alafu faida aliyoipata ni kupoteza muda tu, apati faida yoyote duniani wala akhera. Mtu simu yake ikiwa na chaji 100%, akawa na wifi au akawa na bando la uhakika, basi moyo wake utatulia, utakaa kwenye damu, utakuwa safi kabisa. Lakini moyo umetulia, umekaa kwenye damu, unaangalia nini? Mambo ambayo anayaangalia, aidha anafuatilia mipira, aidha atafuatilia muziki, aidha atafuatilia mambo ambayo hayana msingi wowote. Atafunga simu yake, lakini hakuna manufaa wala faida yoyote aliyopata. Ametumia pesa, ametumia muda wake, hayo yote ambayo anayatumia hayana manufaa, kwanza yanaanza kumharibu mwenyewe. Ndio leo mtu anakuja msikitini, shekhe akizungumza hotuba yake dakika 30,
moyo wake umekunja, kwa sababu hajazoea. Yeye amezoea vitu vifupi, yani jambo anataka dogo, jambo lile limeisha. Sheikh amesimama, ameswalisha, amesoma sabisma, tayari nyuma amekasirika. Kwa sababu gani? Ubongo wake umezoea kuchukua vitu vifupi kwa mara moja. Ana uwezo huyo wa kuchukua kitabu leo. Nani leo aliyokuwa na uraibu wa TikTok, yani ule addicted, tayari ashazoea yale mambo, akachukua msahafu akasoma angalau suratu Al-Imran au suratu Maida au suratu Yasin kwa kikao kimoja, kwa sababu ubongo wake tayari umezoea haraka. Chukua kitabu cha Kiswahili, soma kurasa 2 au wezi, utalala au utachoka, kwa sababu wewe tayari umeingia katika uraibu. Mtu wa haraka tayari umeingia katika jambo ambalo umejaribu mwenyewe. Lakini pia jambo la mwisho kabisa tunamaliza, taarifa potofu katika mitandao. Mamia ya mataarifa ya uongo unayaweka katika kichwa chako, unawaaminisha watu, unaenda kijiweni, unasimulia, unafanya jambo kadha wa kadha bila kufanya bahthi ya kutosha. Ikiwa mimi na wewe hatutoliangalia hili kwa umakini, jambo la kwanza tutapoteza pesa zetu, lakini jambo la pili tunapoteza maadili yetu. Leo ukiingia katika mtandao wa TikTok, kila baada wa masasi au nje hapa sehemu mbalimbali anaruka live TikTok, anataka gift. Jamani, tafuta msikilini, amekaa huyu si fulani, huyu mtu wa dini, mambo anayoyafanya na dini mbona vitu viwili tofauti kabisa. Mtu amekaa na kamba tu moja, ameweka muziki pembeni, ana mpango kabisa, yeye anataka zawadi na kutaka umaarufu katika jamii. Ndugu zangu katika imani, tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie, atuzindue, turudi maisha yetu ya zamani, kwa sababu tayari Mungu wetu tumeuharibu, jamii yetu imeharibika, kila mmoja amechoka, ana uwezo wa kufanya mambo kwa muda mrefu. Simu yako itakufikisha janna au jahannam, wewe mwenyewe ndio utaamua simu yako ikufikishe katika sehemu gani. Kwa Mwenyezi Mungu atusamee makosa yetu na simu zetu ndio sababu ya kuingia katika pepo yake tukufu. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.